من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Amma ba'du, ndugu zetu mnaotutazama katika YouTube yetu hii Bilali Online TV, tunawaomba msiache kulike, kucomment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Amma ba'du, leo tunazungumza tena, tunachokizungumza sasa hivi tunazungumza aya, maneno ya Mwenyezi Mungu, neno la Mwenyezi Mungu. Alisemaje Mwenyezi Mungu? Alisema lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Lakad kana lakum, kika imekuwa kwenu nyinyi, ni kwenu nyinyi Waislamu, fi rasulillahi, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, uswatun hasana, ndio kiigizo kizuri, kiigizo katika maisha yetu, katika mjitama wa mambo yetu, kiigizo mtume katika shughuli zetu, na kiigizo cha mtume katika dini yetu, na kiigizo sisi kwetu ni mtume katika kutaka maendeleo yetu, na ni kiigizo chetu sisi mtume katika kutizama vipi yeye amefanya hii kazi ya dawa, alifanya vipi. Kwa hivyo yeye ndio kiigizo, kwa maana sisi vile alivyofanya yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tufanye vile vile. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ndio kiigizo kizuri. Kwa hivyo tukitaka mafanikio ndani ya dini, basi hatuwezi tukapata mafanikio ndani ya dini kwa kutizama mtu mwingine yoyote, kwa kutizama fikira ya mwingine yoyote, bali tutapata mafanikio ya katika dini ikiwa tutamuiga mtume, kwa sababu hii dini kuja kwake ilianza kufika ndani ya mikono ya Mtume Muhammad, na yeye ndiye aliyeipigania. Na kama ni matatizo, yeye ndio alipigania katika uzito matatizo, na kama majanga, yeye ndio akapata majanga kuliko sisi wote. Allah anasema kiigizo chetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yoyote ambaye mwenye hamu, yoyote mwenye shauku ya kutaka hii dini isimame, Uislamu usimame duniani, Uislamu usimame ndani ya nyumba yake, Uislamu usimame ndani ya jamii yake, basi amtizame Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu dini, dunia na kila kitu ilikuwepo wakati wa Mtume, na yeye alianza katika hali ambayo hivi sasa unaweza ukasema kwamba ukafiri ni mkubwa, unaweza ukasema unafiki ni mkubwa, unaweza ukasema ukatili ni mkubwa, lakini haijafika hata robo ya wakati ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amepewa utume pale Maka, basi hali ya Maka, hali ya dunia ilikuwa ni mbaya zaidi mara 1000 kuliko hii hali tulionayo sasa hivi. Kwa hivyo ikiwa hali hii ile ilikuwa mara 1000 zaidi, lakini Mtume akabainishiwa njia na akaoneshwa njia, akapita na akafanikisha. Na vile vile yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema sisi tumuige yeye. Kwa hivyo mafanikio yetu sisi ni katika kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile alivyopita Mtume, basi na sisi tupite mule. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hebu tutizame, tujifunze, tutizame kwa mtazamo wa kujifunza. Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya dawa, kafanya tablighi ndani ya mji wa Maka miaka 9 anafanya kila juhudi za kiunabii, juhudi za Mwenyezi Mungu. Yani anafundishwa na Mwenyezi Mungu, anasema aya zinakuja, anapita mule, kama ni hatari, kama ni salama, lakini anapita mule kwa muda wa miaka 9. Watu wa Maka peke yao, yuko Maka, hajaondoka hata wiki moja kwenda pengine. Lakini tizama nini kilitokea. Hakupata watu bado walikataa. Kwa hivyo kama ni ukafiri, pale Maka walikuwa ni makafiri zaidi kuliko sasa hivi. Kama ni ushirikina wa Maka ulikuwa mkubwa zaidi kuliko sasa hivi. Kama ni ukhurafi, basi ukhurafi wakati ule ulikuwa ni mkubwa zaidi. Kila kitu wewe zidisha mara 100 kwa wakati ule, na ukilinganisha na wakati huu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunachojifunza, miaka 9 ile aliitumia, lakini hakufanikiwa. Na bado waliomkubali wachache waliingia ndani ya matatizo makubwa, haifai hata kuelezeka. Lakini hata hivyo akaondoka Maka, akenda Taif.
Sasa alipokwenda Taifu, yeye alifikiria kwamba huku Maka labda imekuwa haikufanikia hii kazi, basi nikenda Taifu kule hasa kuna watu kule watakubali, kuna watu watakubali. Lakini alipofika Taifu alifanywa mazito zaidi kuliko aliyofanywa Maka. Kwa hivyo ukimsikia mtu anasema watu wa Taifu walikuwa wabaya zaidi kuliko wa Maka, wala usipinge sana, inabidi wewe ufikiri tu. Kwa sababu Mtume pale Maka miaka yote 9 hakufikia kupigwa kwa mawe. Hakufikia kupigwa kwa mawe. Lakini ndani ya siku 2-3 alipofika Taifu, basi maamuzi ya kumpiga kwa mawe yalitokezea. Hivi ndiyo ilivyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kapewa utume, hali za watu duniani walikuwa wako katika hali kama hii. Lakini akafuata maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akafuata maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na haikuchukua muda. Haikuchukua muda. Allah mwenyewe anasema yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wakaingia watu ndani ya makundi, kwa makundi wakaingia ndani ya Uislamu. Sasa na sisi kwa bahati mbaya sisi Waislamu wa sasa hivi tumegawika sehemu mbili. Kuna Waislamu kabisa. Hii hali iliyopo sasa hivi inawakera, inawauma, na wanakaa wakati mwingine wanakosa usingizi. Kwa nini Uislamu duniani unakuwa hivi? Kwa hivyo inawakera. Na kuna Waislamu ambao Waislamu hao wamo ndani ya ukafiri, ni makafiri lakini wamejifanya wao ni Waislamu. Hali hii kwao ni fursa kubwa, yani maisha yao yanatonoka sana. Hivi kuwa Waislamu wamegawanyika, wako mbalimbali, kwao wao ni neema kubwa, Kwa hivyo kuendelea katika vurugu hii kwao ni neema, na wala hawataki mambo haya yabadilike. Na kila watakapoitwa kwenye umoja wao watazoza tu. Si ajabu kumkutia mtu anasema kwamba watu hawa wanaofanya maulidi, wanaosoma maulidi, hawa afadhali ya mwanamume anayeingiliwa, anayeiziniwa mwanamume na mwanamume mwenziwe, basi huyu afadhali kuliko mtu anayesoma maulidi. Yani anaichafua hali, yani kwa vyovyote usije ukapatikana ule umoja. Wale wanaofanya umoja sasa, yeye anaichafua ile hali, kwa vyovyote umoja usipatikane tu, kwa sababu ukipatikana umoja na dini ikisimama, maslahi yake yatakuwa yashaharibika. Kwa hivyo yeye kachagua maslahi ya dunia. Kwa kuwa kachagua maslahi ya dunia, na hayapatikani ila kwa hawa Waislamu kugawika, kufanyiana mzozo, wakawa mbalimbali, wakagombana, yeye ndio maslahi yake yanatimia. Kwa hivyo Waislamu wako wa kundi hili, lakini tukumbuke kama washirikina wakati wa Mtume walikuwa wakali zaidi, kama makafiri wakati wa Mtume walikuwa ni zaidi, na kama makhurafi wakati wa Mtume ilikuwa zaidi. Lakini alifanikiwaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapa ndipo pa kukaka sisi tukatuliza vichwa vyetu. Vipi Mtume alifanikiwa? Ukitizama historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na yote, mpaka kafungwa kupiga mawe, lakini yeye hakuwatukana waliompiga mawe mpaka akaroa damu mwili mzima. Hakuwatukana. Lakini leo mtu unaweza kumuona anamtukana mtu ambaye ana sala 5 salawati, anasali sala 5, lakini yeye anamtukana pengine matusi ya nguoni, matusi ya aibu. Lakini ukitizama kihistoria, Mtume katika kazi aliyoifanya yote hakumpiga mtu bwana, wala hakumtukana mtu, na wala masahaba waliokuwa wakiwa tayari kushirikiana naye hawakuwapiga watu, hawakuwatukana watu, hawakuwavunjia heshima watu, lakini wao ndio waliopigwa. Mfano wa Mtume inaonekana wazi, na maswahaba wengine pia ndio waliopigwa, na ndio waliotukanwa, na ndio waliokuwa wakiuliwa time nyingine, wakifanywa mambo mazito, lakini wao hawakufanya hata siku moja, haionyeshi. Wala Mtume hakuambia maswahaba zake kwamba mtu fulani sasa anafaa kupigwa, mtu fulani atukanwe, mtu fulani afanywe hivi. Lakini wale wanaotaka mzozo, wasiotaka mashirikiano, wao moja katika buguza yao ni matusi.
Moja katika mguza wao kupiga, kukashifu, kufanya nini, mizozo iwe mikubwa. Wanaitengeneza mizozo iwe mikubwa kiasi ambacho watu wasielewane, wakakaa pamoja wakatizama shida ya Uislamu ikoje na tufanyeje mpaka Uislamu wewe tuwe pamoja. Hawataki umoja. Kwa hivyo wao upande wao wanachotizama ni matusi, wanachotizama ni kashfa, kuwakashifu watu, mambo mbalimbali wanayofanya. Sasa tunachokisema, kama watu wanataka umoja, wasijiundie mipango yao, wakatengeneza zile mbinu zao wao ili eti umoja upatikane. Hakuna. Lazima watu wamchukue mtume kama ndio kiigizo. Vile alivyofanya mtume ndio watu wanatakiwa wafanye, na wakifanya alivyofanya mtume, basi hakuna shaka yote umoja utapatikana, insafu itakuwa nzuri, dini yetu itakwenda mbele na itasimama tu. Kwa sababu gani? Mtume mwenyewe ndio kaeka njia. Na ndio tunasema sasa hivi hakuna makafiri wa kuzidi wa zama zile, hakuna wanafiki wa kuzidi zama zile, hakuna washirikina waliozidi zama zile. Lakini kwa sababu mtume alikubali kufuata ile njia aliyopangiwa, yote yalibadilika, baada ya shari ikawa kheri. Kwa hivyo na sisi tunaomba wale Waislamu wenye uchungu wa Uislamu, sasa umefika wakati kuwa pamoja, wakailingania dini kwa pamoja, wala sio kwa matusi, wala sio kwa bugudha, wala sio kwa kuwafedhehesha watu. Hapana, hayo yote mtume hakuyafanya. Yeye au Waislamu wakati wake Waislamu ndio walikuwa wakitukanwa, wao ndio walikuwa wakipigwa, wao ndio walikuwa wakiadhiriwa, wao ndio walikuwa kila gumu, kila baya wakifanywa wao. Lakini wao pia walikuwa hawarudishi baada ya ubaya ule, hawarudishi wao vile ubaya, wao walikuwa wanafanya wema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilifika wakati mpaka akawa kafiri mmoja alikuwa anamwekea kinyesi katika njia anayopita, lakini mtume alikuwa anasafisha, anaweka pembeni, anafukia, kazi imekwisha. Na alipopata matatizo yule anayemwekea kinyesi bwana mtume, basi mtume alipata habari kwamba huyu fulani sasa ana matatizo, akamfuata nyumbani kwao au akamfuata nyumbani kwake, akamwombea dua, na ikawa ndio sababu ya yule bwana kupata hidayah, sababu ya nyumba yao kupatikana hidayah. Kwa hivyo sasa umefika wakati Waislamu wale wanaotukana Waislamu ambao wamo ndani ya ukafiri, wameingia ndani ya Uislamu, lakini wao njia yao ni kuleta vurugu, ni kuleta fujo na kuwafanya watu wasiwe pamoja, kwa sababu wao wanajua kwamba watu wakiwa pamoja Uislamu utasimama. Na tukitia vurugu hapa ndani ya Uislamu, hawa itakuwa tabu kuweza kusimamisha hii dini. Kwa hivyo wao wapo kutukana, kutia vurugu, kufanya kila baya wanalifanya na kila baya wanalisema. Hata mtu leo kama alikuwa ndani ya chama cha ukafiri, anafanya mambo mabaya, anahusika, anapigilisha ngoma, wanawake anawakushanya pamoja, wanakata miili yao, wakikata viuno, yeye ndio mwimbaji mkubwa, katoka kaingia ndani ya Uislamu, wanasema huyu karuka mkojo kakanyaga mavi. Na hawa ndio wale tunaosema Waislamu, lakini hawa si Waislamu. Wao wameingia ndani ya Uislamu, wanajifanya Waislamu lakini si Waislamu. Na wanapofanya hivi lazima tuelewe wao wanatetea maslahi. Kuna baraka kubwa, kuna mambo mengi wanayapata, kuna mafanikio ya kifedha, na ukiwatizama ni kweli wanafanikiwa kwa sababu hali zao ni nzuri, na wala hawana kazi yenyewe. Kazi yao ni hiyo, ni kufitinisha tu. Kwa hivyo tunasema lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu ndio kiigizo. Wale ambao sasa
wako wana uchungu wa kuona Waislamu hatui pamoja, basi wao sasa wamtizame Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawavuta watu kwa pamoja, na alikuwa hajali yale mashaka anayoyapata yeye, zile shida anazozipata yeye, ikawa sasa ndio na yeye ajikate, awe mbali na umma. Kila anapopata shida, basi inakuwa yeye ni kama wanamvuta zaidi kuwaendea watu, ili wale watu waone wema wake, waone subira yake, waone namna gani yuko na upole juu ya wale watu. Kwa hivyo ndugu zangu, tunasema mambo mawili tunamalizia. La kwanza watu watubu. Huu sasa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi mtukufu wa Ramadhani unaitwa ni mwezi wa toba. Kwa hivyo wale waliofanya mifaraka, wakafanya migongano, au wamo ndani ya makundi ya kuleta faraka, Waislamu wasiwe pamoja, Waislamu wagombane, Waislamu wasambaratike, wale muda wao ndio huu wa kutubu, warudi kwa Mwenyezi Mungu, wamtizame Mtume sallallahu alaihi wasallam, washirikiane na Waislamu wenzao, basi waweze kujikomboa ndani ya adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Na wale ambao waliopo ndani ya kazi, wafanye kazi, wala wasilipe ubaya kwa ubaya, wao walipe ubaya kwa wema. Na hivi ndio inavyosema, na ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameipeleka hii dini mpaka watu wakaingia makundi kwa makundi, lakini ukitizama makovu makubwa alikuwa nayo yeye. Kwa hivyo na wale ambao sasa wanataka na wao yani wasimamishe dini kama vile alivyosimamisha Mtume, lakini wamfuate Mtume, watizame vipi Mtume kafanya, na vipi subira ya Mtume ilikuwa kubwa, na namna gani alikuwa akiwavuta watu, basi na wao waandamishe kwa subira ya juu kabisa, ili watu wapate kuwa wamoja. Kwa hivyo ndugu zangu, makusudio hapa ni kuambia watu kwamba tunataka umoja, lazima tuwe umoja, na wala pasizungumza wale haiwezekani bana, utashirikiana na hurafi bana, utashirikiana naje na msoma maulidi, utashirikiana naje na Mtume kashirikiana na makafiri kuliko makafiri waliopo sasa. Mtume kashirikiana na makhurafi kuliko makhurafi waliopo sasa. Mtume na wanafiki kuliko wanafiki walioko sasa. Mtume kashirikiana na waovu kuliko waovu, makatili kuliko makatili waliopo sasa. Lakini aliwasubiri na akawa nao, wala hakuwatukana. Ukimwona mtu anatukana watu, basi huyu yumo ndani ya ajira ya makafiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.